Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kuna kauli ya zamani kidogo ya wahenga ambao wanasema kuwa hakuna masika yasiokuwa na mbu. Hakuna masika yasiokuwa na mbu. Masika yote huwa yana mbu. Au hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Je, tunaelekea huko? Kauli iliyotolewa jana jioni na waziri mkuu wa Pakistani Shahbaz Sharif. Hawakina Sharif unajua wamekuwa mawaziri wakuu. Kaka yake Shehbaz Sharif ni Nawaz Sharif, wamekuwa katika familia ya wanasiasa. So Shehbaz Sharif alitoa kauli akipigia mstari kile kilichozungumzwa na Rais Donald Trump kuwa tumeelekea kufikia makubaliano, na kile ambacho amekizungumza waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kuwa tunaelekea kwenye makubaliano. Tofauti inaweza ikawa kuna sehemu tofauti inakuja ni pale Rais Donald Trump anapoviambia vyombo vya habari au anapoongea na halaiki au anapoongea na dunia kutuambia kuwa hatupaswi kusikiliza yaliyosemwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, kuyatilia maanani, yani kuwa si mambo ya ukweli, ila anataka tuamini kile ambacho amekisema yeye. Lakini ukirudi kwenye nadharia, wasuluhishi wakuu walioteuliwa ndani ya Irani ambao ndio wapo kwenye jopo la juu kabisa, ukimtoa spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, anayekuja chini yake ni waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, huyu ambaye Donald Trump anatuambia kuwa tusimsikilize, anatudanganya. Nani anasema ukweli kuhusu nini kwa wakati gani? Kwa nini uwajibikaji unakuwa ni kama kimbia? Kwa nini tunalazimishwa tusiamini kile ambacho tunakisikia na tunalazimishwa tuamini cha upande mmoja? Yaani kama wewe hutaki watu waamini kile anakisema mwenzako, kwa nini wewe walazimishe watu waamini unachokisema wewe? Yaani kipi ambacho kinakuwa kipi? Na kinachozungumzwa ni kwa watu ambao wanahusika. Yaani naweza kusema wenye msiba wenyewe. Wenye msiba wenyewe ndio wanatoa taarifa ya kuwa alifariki kwa maradhi haya na haya na haya. Halafu upande wa pili wanatupa taarifa kuwa no, hakufariki kwa hilo na hilo, alifariki kutokana na hiki na hiki na hiki. Sisi tunatakiwa tuchukue kauli ya nani kutoka hapo? Jamani, kuna majibizano na malumbano yanaendelea kwenye hili swala. Nimekwisha jaribu kulizungumza na kulifafanua. Alizungumza jana na vyombo vya habari makamu wa rais wa Marekani JD Vance, akikariri kauli za bosi wake Trump, na yakisisitiza kuwa taarifa iliyotolewa na vyombo vya upande wa pili wa Irani havina ukweli, yani haisemi ukweli, isipokuwa ukweli unaotajwa ni ule ambao wanaozungumza wao. Ukweli wanaozungumza wao na ambao wanataka dunia iufahamu ni kuwa Irani amekubali kuwa atasalimisha urani zake. Irani amekubali kuwa hatofunga mfereji wa Hormuz. Irani hatopewa freezing asset zake chochote. Irani hatowasaidia proxy wake, wala Irani hatohusika na mgogoro wa Lebanoni. Ni katika vitu ambavyo tunajaribu kutengenezewa upande mmoja kuwa haya ndiyo yaliyokubaliwa upande huku, yani kuwa ni kuwa Irani kapoteza kila kitu. Ndio alichotuambia JD Vance, ndio kile ambacho Donald Trump anakisema, na ndio vyombo vya magharibi vinavyotuaminisha kuwa. Na hiyo yote imetokana na nini? Waliulizwa mmoja wa maafisa wa Kimarekani, haya yote Irani ameyakubali kivipi? Anasema mzingiro tuliouweka baharini na nguvu ya mashambulizi ndio imemfanya akubali bila masharti. Hiko ndio tunachoambiwa. Yani upande huu wanachojaribu kutulazimisha kuwa haya ndio ambayo yamefikiwa. Upande wa pili wa Irani unazungumza tofauti.
Irani wanasema kuwa hatutokuwa na mjadala kuhusu makombora, hakutokuwa na mjadala kuhusu proxy. Mazungumzo yote ya usitishaji vita wa awali lazima ya connect na Lebanoni. Hatuwezi tukaiacha Lebanoni kuwa ipo kwenye hili swala, yani Lebanoni anaingia moja kwa moja. Hakuna udhibiti wa Hormuz ambao utahusu nchi za kimataifa, utabaki kati ya Irani na Omani ndio watafanya maamuzi. Mjadala kuhusu nyuklia hautojadiliwa hivi sasa. Anasema kuwa ni makubaliano ya mwisho kabisa katika mazungumzo yote ndio watajadili kuhusu nyuklia. Lakini Irani wanachozungumza kuhusu nyuklia wanasema kuwa tulikubali kuanzia mwanzo kuwa nyuklia yetu kama inawatia mashaka katika urutubishaji wake wa 60%, sisi tutaitumia, tutaipunguza nguvu ya matumizi, yani ujazo wake wa 60%, wanajua wataimix na kitu gani ambapo itapunguza nguvu yake na kushuka ili waweze kufanya kwa matumizi mengine. Wanasema hili sisi tulishalikubali muda mrefu, ila hatujafika huko. Kilichopo hivi sasa mezani ni maandishi ya imani. Narudia kile ambacho nimekisema kuwa kilichopo kwenye makubaliano ni maandishi ya awali ya nini? Makubaliano, yani kuwa maandishi ya awali ya kuondoa uhasama ndio yaliyopo katikati yao. Manake kuwa katikati yao hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Katikati yao hakuna makubaliano yoyote ya kumaliza mzozo. Na mimi nabaki na hili, yani we chukua niliyokuambia ya Marekani, chukua niliyokuambia ya Irani, lakini pale ninapopigia mstari kwako wewe ni kukuambia kuwa hawajafika lolote, hawajazungumza chochote kuhusu mambo ya msingi yaliyosababisha vita. Kilichopo hivi sasa, na kirudia mara nyingi, ni kuwa tunasimamisha vita ili tule, tunasimamisha vita ili tukae mezani. Tukisha kaa mezani ni mawili, ima tukubaliane tusikubaliane, lakini hatujamaliza, kwa sababu tulichoondoa ni kusimamisha mapigano, tukae tujadiliane. Sasa ndio tunakaa au tunaketi tuanze kufanya mjadala. Mmeniuliza kuhusu kwa nini UAE hashambuliwi. Nadhani nilizungumza juzi kwenye mazungumzo yangu, nilizungumza kwa kina kuhusu UAE, lakini nilibaki na kile kitu kimeandikwa kama tetesi za UAE kulipa fedha. Vyombo, unaweza kusema kuwa kuna vyombo vya habari ambavyo vikubwa kabisa duniani vyenyewe vimeandika kwa kupiga mstari kuwa hii taarifa ni halisi, lakini bado tunaweza tukaijadili kama halisi, lakini tukaijadili katika kipindi, yani katika muktadha ule unaokuja, kwa sababu taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya UAE jana ilikanusha ripoti hizo kuwa ilikuwa imeilipa Irani kama ilivyoandikwa na Reuters, kama ilivyoandikwa na Bloomberg na kama ilivyoandikwa na vyombo vya habari vingine, kuwa inatajwa kuwa UAE ilikuwa imekubali kuilipa Irani kati ya dola bilioni 10 mpaka bilioni 20, na tayari ilikuwa imetanguliza kiasi cha dola bilioni 3 kwa Irani ili isiweze kushambuliwa. Hii U-turn ya ghafla imetoka wapi? Kwa sababu hapa kuna U-turn kubwa sana imegeuka. Takwambia, UAE alikuwa nyuma ya mgongo wa Israeli na Amerika kwenye hili, na UAE hakukubaliana na baadhi ya nchi za Kiarabu ambazo zilitaka kuchukua hiki kitu kwa utaratibu, ikiwemo Saudi Arabia na Qatar. Walitaka sana kuchukulia huu mzozo katika mwelekeo tofauti, maana hebu tuzungumze taratibu, haya yanaweza kuzungumzika. UAE alisimama nyuma ya mgongo wa Israeli, ye akamaanisha kuwa hakutokuwa na mazungumzo, ni lazima tutumie nguvu katika nadharia ile ile ya Israeli, ambacho kile anachokiona ndani ya Irani. UAE alisimama hapo hapo kuwa tutakwenda kwa njia hii. Wakati Pakistani ilipoanzisha mazungumzo na Irani pamoja na Marekani ili kujaribu kulitatua hili tatizo katika njia ambayo inaonekana kama tutumie diplomasia, UAE walipanic na kuitaka Pakistani irudishe fedha ambazo walikuwa wameipatia katika uwekezaji wa mabilioni ya dola ambao walikuwa wanafanya uwekezaji katika ubia wa biashara ambao walikuwa wamewekeza kule. Maana yake kuwa UAE walikerwa na Pakistani, kwa nini unataka usuluhishe hili ili iendelee kubaki serikali ile ile ya Irani ambao sisi hatuitaki? Maanake UAE alikuwa anatembea kwenye njia ya Israeli kuwa ni lazima regime change itoke ndani ya Irani. Sasa wewe Pakistani, kwa nini unataka kusuluhisha hili? Sasa UAE wakadai fidia, fedha zao walizozipeleka Pakistani zirejeshwe, mabilioni ya dola.
kitu ambacho Saudi Arabia ilibidi atoe fedha kumpa Pakistani kama mkopo kufidia lile, kuwa bwana mrejeshe, halafu mimi na wewe nitakuwa nimekukopesha, tutaendelea na mradi wetu ule, kwa sababu Saudi Arabia alitaka hili swala liende kwenye njia tofauti. Kwa hiyo hapa ndio kulikuwa kuna kitu kinaonekana kama msimamo wa UAE, U-turn ya ghafla imetoka wapi? Nilijadili na wewe wiki jana mashambulizi yaliyopiga Bahrain, Kuwait na Jordan. Mara ya pili Israeli akashambulia. Katika majibu yangu mimi, kwanza niliamini kabisa kuwa majibu ya Irani baada ya mashambulizi ya Israeli yataelekea UAE, kwa sababu Israeli atatumia anga ya UAE, lakini Israeli akatumia anga ya Jordan. Hatukuona mashambulizi yalikwenda, na mimi mpaka nikahoji kuwa kwa nini Qatar hajaguswa, kwa nini UAE hajaguswa mara hii? Kuna vitu viwili ambavyo viko wazi kwenye hili. Kuna hiyo ibaki kama tetesi ambayo imekanushwa. Unajua Irani hawajazungumza lolote kuhusu hili, kama tumepokea fedha hatujapokea. Majibu yanatoka kwa UAE tu ambaye anakanusha sijalipa chochote. Kama mnadai mimi sijalipa chochote, ndio anachokizungumza UAE. Lakini kuna vitu viwili ambavyo tunapaswa tutazame kuwa kuna tabia imebadilika na kuna vitendo vimebadilika ndani ya UAE. UAE alikuwa hajifichi kama yeye kama Waarabu wengine kuwa labda unaweza ukamsimanga Irani chini kwa chini. UAE alikuwa wazi uadui wake na Irani, wazi kabisa. Aliweka wazi na akashutumu wazi, alivyo kila kitu kilikuwa wazi. Yaani alijinasibu kuwa yeye wazi kabisa ni mzayuni. Hata pale Israel ilivyothibitisha kuwa tulipeleka mifumo ya ulinzi wa anga ndani ya UAE, walipiga mstari. Pale waliposema kuwa ni nchi ya kwanza ya Kiarabu ambayo ndani yake kuna askari wa Israel wapo, still wapo, yes. Walituma mfumo wa Iron Beam, yes. Waziri Mkuu Netanyahu alisafiri kwenda, ndio, na mkuu wa Mossad alienda, ndio. Mabosi wengi walikwenda, ndio. Yaani wao uadui wao na Irani ulikuwa wazi kabisa. Lakini wakati Irani inafanya mashambulizi haya, takriban chukua wiki 2 mpaka wiki 3 nyuma hivi sasa, UAE haijaishutumu Irani kama ilivyokuwa ikishutumu awali. Yaani kwanza imezuia kauli zake za kichochezi zile za kushutumu utawala wa Irani kuwa hivi na hivi na hivi tutafanya hivi na hivi, ni kama wamefunga kabisa zipo, wameamua kuwa tunyamaze. Halafu tunaona Irani hashambulii. Halafu tunaona UAE katika kipindi hiki toka drone zilivyopiga Fujera kama wiki 3 zilizopita, hatujaona tena UAE au hatujaona tena mashambulizi ya Israeli au ya Amerika yakianzishiwa kutoka UAE. Nani amebadilika? Nini kimebadilika? UAE kawazuia Marekani na Israeli kutumia ardhi yake, au kaamua kwenda kuzungumza kikubwa na Irani? Hata kama angeenda kuzungumza kikubwa na Irani akampa fedha Irani, kama Israeli angeanzisha mashambulizi yake kutokea UAE, Irani angeipiga UAE. Maana yake kuwa hakuna kuwa amezuia sitaki au amemalizana vipi? Kwa sababu hatuoni tena zile backup za UAE nyuma ya Israeli kwa hivi sasa. Kwa hiyo hili swala la kulipwa ambalo UAE wanakataa kuwa haiwezekani, na walitishia kabisa wakamwambia Irani kuwa ukiendelea hivyo, freezing assets zako zote zilizopo hapa sisi tutazichukua. Tawaambia kitu kimoja, kiasi kikubwa cha uchumi unaoona imara wa UAE umeshikiliwa na uwekezaji kutoka Iran. Wakati dunia ilivyoiwekea vikwazo vya kutosha, Irani ikashindwa kupumua, wale maoligarch au wafanyabiashara wakubwa wa Irani wakubwa walienda kuwekeza UAE. Miradi mikubwa ya real estate, majengo mengi unayoona yapo UAE, na mabilioni ya dola yanayozunguka kwenye masoko ya UAE ni ya Wairani. Wairani wamefanya uwekezaji mkubwa kwa sababu wao wana rasilimali za kutosha, lakini walikuwa hawawezi kuzitoa. Naweza nikakwambia kile alichokisema Profesa Marandi kuwa UAE ndio kituo kikubwa cha black market kwa Middle East. Yes, UAE na Tel Aviv, hapa ndio sehemu kubwa ambayo inafanyika biashara duniani hapa. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa uliopo na fedha nyingi, mabilioni ya dola katika masoko na mabenki, masoko ya hisa UAE na mabenki yaliyopo UAE ni fedha za Irani, fanya biashara wa Irani, kwa sababu kwao walikuwa hawawezi kufanya biashara, wakatoka kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo mafuta ya Irani yaliyokuwa yanakiuzwa smuggling, watu walikuwa wakilipia UAE. Wewe unakwenda UAE ndio utanunua mafuta ya Irani. Sasa ndio walikuwa wametishia kwa tutachukua. Ilikuwa vigumu. Wakati Irani alipotangaza udhibiti wa pili wa eneo kutoka kule Kashmir na kutoka kisiwa cha Kashmir, kutoka na pale Jasik kwenda, ile michoro miwili ilishawavuruga UAE, ambao mchoro wa kwanza uliongeza udhibiti ukaenda mpaka Quwain, halafu mchoro wa pili ukaonekana kuwa sisi tunadhibiti mpaka bahari ya Fujera. Ilikuwa imeshawavuruga UAE.
walitakiwa waendelee? Kama huwezi kupambana naye, ungana naye. Ndio jibu liko hapo. Siwezi kupambana naye, nitaungana naye. Ndio unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo UAE waliamua kutake step kuwa hatuwezi kupambana, tunaungana. Hivi sasa kilichobadilika, mi kwangu sioni kama ni pesa iliyolipwa. Ninaona kuwa vitendo vya UAE kwa Irani ndio vimebadilika zaidi, kwa sababu UAE katoka kwenye uhasama na Irani, ameamua kukaa pembeni. Vizuri, huenda Irani walimwambia sikiliza, funga mdomo wako, kaa pembeni, au utatulipa itavyokuwa vyovyote. Mmesababishia hasara kubwa sana, mtatulipa. Hata kama wakilipa, okay, vyovyote itavyokuwa. Lakini ni ukweli kuwa Irani haishambuli tena UAE. Lakini hii haitoi guarantee kuwa huko mbele kunaweza kubaki hivyo hivyo, kwa sababu naamini kama Marekani na Israeli watafanya mashambulizi kutokea UAE, haijalishi hata kama UAE iliwalipa Irani ataipiga tu, atawapiga, kwa sababu swala la UAE limetajwa pia katika Qatar, na Qatar imetajwa katika hiyo, kwa Qatar imelipa kiasi kikubwa kwa fedha kwa Irani. Ndio maana imekubali hata kufungua mradi wake ambao ilidai kwanza imeusimamisha wa Ras Laffan, ambapo kwa wanazalisha gesi LNG ambao uliathirika na droni na ukapunguza uzalishaji wake wa 17%. Sasa wanasema kuwa sasa wamefumua upya, yani wameresume uzalishaji wao. Sasa maana yake ni kuwa wamekubaliana na Irani kuwa hutoshambulia hapa. Wamekubaliana hivi au wamekubaliana kwa malipo, au wamekubaliana kuwa kambi hizi ambazo zinakushambulia mimi naziondoa, bado tusipigane, mimi nakupiga kwa sababu ya kitu fulani. Inawezekana kuwa hivyo, hatujui kipi ni kipi na ukweli ni upi. Jamani, hili la UAE libaki kuwa limeripotiwa na vyombo vya habari vingi tu duniani kuwa wamelipa, lakini wizara ya mambo ya nje ya UAE inakanusha kuwa hatujalipa chochote na hatuna mpango huo. Irani wamefunga mdomo, hatujui ukweli ni upi. Nikutakie kila la kheri na nikutakie weekend njema inshallah. Asanteni. Mara nyingine. Rahby Digital, haki na ukweli.